Mchanganyiko Secondary School. Shule ya sekondari ya Mchanganyiko inayopatikana katika manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam ilifanikiwa kushiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2022 unaoendeshwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation. Katika mradi huu, wanafunzi hushindana kubuni na kutekeleza miradi itakayoleta mguso chanya kwenye jamii, kuwapa ujuzi wa kijasiriamali na pia kuwawezesha kutambua na kuthamini uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Katika Uwezo Award mwaka 2022, shule hii ya Mchanganyiko ilishiriki na kufanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy, kwa kuwa washindi wa 17 kati ya shule 250 zilizoshiriki mradi huu kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Je, wanafunzi hawa wa Mchanganyiko Sekondari walifanya mradi gani? Kwa mwaka 2022 tulifanya mradi ambao mradi wetu jina lake tuliupa Upgrading Project. Kwenye huo mradi tuliamua kufanya mambo makuu mawili ambayo ni kukarabati labo ya physics na kukarabati mazingira ya shule kwa pamoja. Tuliamua kukarabati labo ya physics kwa sababu mazingira ya labo ya physics yalikuwa yanaonekana sio vizuri kwa wanafunzi kukaa na kufanya project zao, kufanya praki. Kwa hiyo tukaamua kwa wakati tumekaa vikao tukaona kwamba ili sisi wenyewe tuendelezee vizuri na wanaokuja generation zinazokuja kusoma hapa wakute kwamba shule kidogo labo ya physics iko vizuri, tukaamua kukarabati. Katika huo mradi tuliangalia sana labo kwa ujumla kwa sababu ilikuwa mazingira ya mule, kulikuwa sakafu mbovu, ceiling board ilikuwa mbovu na rangi ilikuwa imechakaa. Kwa hiyo tuliamua kupaka rangi, tuliamua kutengeneza floor na ceiling board. Pia katika kudiscuss tukaona mazingira ambayo ni bustani zilikuwa nazo haziko vizuri. Tukaamua kupanda miti ambayo itaweza kuonyesha mazingira bora katika shule yetu. Tulijigawa ili kupanda miti, kuweka mbolea na bustani zionekane vizuri. Hatukufanya mengi lakini mradi huo ulitufanyia mambo mengi na ukatupelekea kushinda katika mashindano ya uwezo. Fedha ambazo zilitusaidia kwa kufanikisha mradi wetu wa 2022, tulifanya event ambayo hiyo event ingawa tulipata shida kidogo lakini tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa kufanikisha hiyo event yote. Kwanza tulianza kuomba kibali kwa mkuu wa shule ili kuweza kufanikisha hiyo event, maana ilibidi tuifanyie maeneo ya shule ili wanafunzi kupata kushiriki. Hiyo event tulitaka wanafunzi kuonyesha vipaji vyao kwa ujumla kama vile kuimba, kucheza. Tuliupa jina hiyo event, tuliipa jina tukasema tuite MGT ambayo ni Mchanganyiko Got Talent. Na tunamshukuru Mungu kwa MGT ikakua kwa sababu kila mtu alitamani kujua hiyo MGT manake ni nini. Tulifanya kama surprise tu katika hiyo event yetu. Katika hatua ambazo tulipitia kufanikisha hiyo event, kwanza tulitengeneza coupon ambazo hizo coupon zilikuwa na bei ya kiingilio, jina la hiyo event na sign, ambayo hiyo coupon ndio ilikuwa inamsaidia mtu kupata kushiriki katika hiyo event. Tulifanikisha kuuza tickets. Siku nyingi zilikuwa ngapi ile tulifanikisha kwa kiasi kikubwa kwa sababu wanafunzi wengi walipenda kushiriki, walitamani kujua nani ataonyesha kipaji gani na wengine walitamani kuonyesha vipaji vyao. Baada ya hapo tulipata pesa na tunamshukuru Mungu event yetu ilienda vizuri na tukapata pesa kufanya mradi wetu. Na je, ni changamoto gani walizipitia wakati wakifanya mradi huu? Katika kuandaa mradi wetu wa uwezo tulipitia changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni katika kutafuta chanzo ambacho kingetupelekea sisi kupata pesa ili kuweza kuendesha event yetu. Katika hiyo changamoto tulikumbana na vitu vingi kwa sababu muda ambao tuliupanga kutimiza hiyo event ilikuwa ni mwezi wa 6 ambacho kipindi kile kilikuwa ni kipindi cha kukaribia kwenye mtihani. Yaani form 4 alikuwa anakaribia kwenye mock na sisi tulipokuwa form 3 tulikuwa tunakaribia kwenye mtihani wa annual term.
Kwa hiyo ilitupelekea ni vigumu kupanga mida, mikakati, yani kuweka limit ili tuweze kupata hela kwa muda mwafaka. Ila tunamshukuru Mungu, tulijitahidi, tukatimiza, tukapata hela na tukaendesha event yetu. Changamoto ya pili ilikuwa ni katika mambo ya kibali. Baada ya kupata chanzo cha kutingizia hela, kibali, kuomba ruhusa kwa mwalimu mkuu wetu wa shule ili aweze kuturuhusu tufanye event ambayo ingetusaidia kupata pesa kuendesha miradi yetu. Hiyo ilitupelekea vigumu, yani kwa sababu mwaka uliopita wa juzi, kuna wanafunzi ambao waliendesha event yao, lakini kulitokea changamoto na migogoro mbalimbali ambayo ilikuwa katika hiyo event ambayo ikapelekea matatizo katika shule. Kwa hiyo walimu wengi hasa mkuu wetu wa shule alipiga marufuku kuendesha events nyingine zozote shuleni. Kwa hiyo katika sekta ya kuomba kibali ilitupelekea vigumu sana. Lakini tunamshukuru pia Mungu, tulimshawishi mwalimu akatuelewa, tukapata kibali na tukaendesha event yetu. Changamoto nyingine ni katika utendaji kazi wa baadhi ya wanakikundi. Yaani kwa mfano inatokea muda tunapanga mikakati yetu, tunasema labda kwa mfano kesho tutakuja wote kuendesha vitu fulani. Lakini unakuta katika wanakikundi 15 labda tumekuja 5. Kwa hiyo ilipelekea kuleta maendeleo duni katika miradi yote na mikakati yote ya kuandaa hivi. Changamoto nyingine ni kuhusu wazazi. Wazazi pale unapofanya labda kwa mfano ukiwa shuleni, mpo katika mikakati mbalimbali. Pale ambapo wanakuwa hawaelewi chanzo cha wewe kuchelewa nyumbani au nini. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu kuwaelewesha wazazi wetu mpaka waelewe kwa sababu gani tuko kwenye uwezo, kwa nini, yani sababu ambazo zimetuchelewea sisi kuwahi nyumbani. Ukiangalia haswa kwa watoto wa kike, wazazi walikuwa hawataka kuelewa. Ila tunashukuru Mungu, tuliwashawishi wakaelewa, tukakabiliana na changamoto zote, tukafanikisha event yetu. Kiukweli nilijisikia vizuri sana. Yaani nilikuwa na furaha iliyopitiza kwa sababu unajua ukiwa unafanya kitu afu umepitia changamoto nyingi sana, alafu mwisho wa siku unakuja kuambiwa umeshinda kile kitu. Yaani inakuwa ni furaha kweli, nilijisikia vizuri. Ni mambo gani unajivunia kujifunza kwa kupitia ushiriki wao kwenye mradi huu? Kwanza kuwa tayari kufanya mambo mengi, yani kwa sababu tunafanya mradi na mradi unahitaji vitu vingi. Kwa hiyo nimejifunza mengi kupitia mradi wetu. Kupitia changamoto tulizozifanya mwaka jana tulizozipata, kwa mwaka huu tuna imani zile changamoto tutaweza kuzishinda. Kwa hiyo nimejifunza mengi sana kupitia mradi. Kupitia Uwezo nimejifunza vitu vingi ikiwemo imani. Kwa sababu tulikuwa tunaamini kile ambacho tunakifanya na ndio maana tukaweza kufikia yale yote ambayo tumepitia katika kufikia yale malengo na kupata ule ushindi wote. Chengine umoja. Tumejifunza kuwa na umoja, ushirikiano. Kwa maana kadri zile changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia, tumejifunza sisi kuwa pamoja na kujenga upendo baina yetu sisi. Chengine tumejifunza kugeuza changamoto kuwa kama fursa. Kwa maana zile changamoto ambazo tunazipitia hapa shuleni zilikuwa zinatufanya sisi kupambanua akili zetu ili kuweza kutafuta kitu cha kufanya na kuboresha au kuleta maendeleo katika shule yetu. Chengine tuliweza kutunza muda. Kwa sababu kama walivyoweza kwenye changamoto, tulikuwa na changamoto ya muda. Kwa maana tulipata nafasi ya kwa ajili ya kufanya Uwezo, mambo ya Uwezo tulitumia ipasavyo. Hatukutaka kupoteza. Ushirikiano ni kitu ambacho kinaweza kumpeleka mtu mbali. Mnaweza kukaa kama sisi katika club hii tuko members, tulishirikiana sana. Kwa hiyo nikaona ushirikiano ni kitu kizuri. Tulivyoshirikiana hakukuwa na changamoto nyingi sana, lakini ushirikiano wetu ulitupeleka mbali na kutufanya tukushinda. Kwa hiyo hatukuwa na majibizano wala kulikuwa hakuna mizozano na migombano. Kwanza nilichojifunza matatizo kuwa fursa. Kwa sababu tulipitia matatizo mbalimbali kama vile muda,
ulilimitiwa sana, lakini katika hizo changamoto ambazo tulizipitia tukazijenga kuwa fursa kwetu. Na huu ndio mradi ambao uliwapa wanafunzi wa shule ya sekondari mchanganyiko ushindi kwenye Uwezo Award mwaka 2022. Watu wa Onesha Uwezo!